Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Nasim Msham Mtumbuka. South Africa nilikuwa naishi Cape Town, Deft Suburban. Na kwa Tanzania naishi Dar es Salaam, Mbezi Ruisi. Ni yule Mtanzania mwenzenu niliyepata changamoto siku sikumbuki vizuri, lakini nakumbuka mwezi ulikuwa ni mwezi wa 11. Ilikuwa tarehe 5 nilianza safari kutoka Cape Town kuelekea Harare. Nilichukua gari la moja kwa moja, lakini lile gari sikumbuki jina lake lilikuwa ni jina gani. Nilikuwa ndugu yenu, nilikuwa na changamoto ya overstay kwenye passport yangu. Kabla ya safari nilimpigia simu konda wa hilo basi, nikamwelezea kwamba mimi passport yangu nayo iko valid, sema ina overstay. Sasa nilikuwa namuomba yeye kwa uzoefu wake atanisaidiaje ili mimi niweze kusafiri kurudi nyumbani Tanzania. Akakubali yule konda, akanambia nimpe shilingi 1000, yeye mambo yote atamaliza. Na nilizungumza naye kwamba hata akinigongea muhuri mwekundu wa kunizuia nisiingie South Africa na ndani ya miaka 5, mimi sina tatizo la hilo, sina pingamizi kwenye hilo. Nilikubali. Sasa safari yetu ilipoanzia, pasipoti zangu kwanza, pasipoti yangu alichukua na baadhi ya abiria wenzangu wengine nao nazo walizichukua. Tulianza safari kutoka Cape Town, maana mimi nilichukulia basi Cape Town. Tumetoka pale, safari ikaendelea mpaka tumefika boda Beti Bridge. Pasipoti akazichukua zote. Tulikuwa tu kama wangapi, kama 7 au 8 kama sikosei. Akatuambia tusubiri ndani ya basi. Yeye akazichukua zile pasipoti akaingia nazo ofisini. Baada ya muda akarudi. Tukamuuliza kwamba sasa umeshatugongea hizo pasipoti, je, inakuwaje sasa kutogea hizo pasipoti zetu aturudishie ili tuendelee na safari? Kwanza hilo swala aliligoma. Yaani hilo swala aliligomea. Hakutaka kutugea pasipoti zetu pale pale tukiwa tuko boda. Basi tuabidi tusubiri kwa sababu akatuambia bwana, kaeni kwenye mabasi, kaeni kwenye basi msishuke. Kwa kuwa sisi tulikuwa tunamwamini kwa sababu yeye mambo yale ni mzoefu wa mambo ya kuvuka mipaka. Basi tukakaa kimya, tumeanza safari tena. Akashuka tena kwenye upande wa Zimbabwe, kwenye upande wa kugonga Zimbabwe, akaenda tena peke yake. Baada hapo aliporudi akaingia kwenye basi, safari ikaanza. Sasa tukamuuliza maswali. Sasa ndugu yetu, umeshatugongea pasipoti zetu, kwa nini tena hutaki kuturudishia? Akatuambia msiwe na tatizo, pasipoti mimi nishazigonga. Tumetembea kidogo, tukaziacha boda mbali kidogo. Pale Beti Bridge tumeiacha mbali kidogo. Baada ya katogea hizo pasipoti zetu. Sasa mimi nikaangalia ile pasipoti yangu, nikaona kuna dosari pale kwenye ile pasipoti yangu. Kwa sababu mimi nime overstay 2016. Alafu pasipoti muli unaonyesha iliyogongwa ni Disemba 2016. Sasa nikajiuliza maswali, hii ni 2024. Inakuwaje tena nigongee pale muli wa 2016? Kwa haraka nikapiga hesabu zangu, nikaona kabisa huu mchezo nilochezewa au ni mchezo sio mzuri. Sasa nikawa najiuliza maswali, navuka vipi kwenye boda nyingine huko kwamba huyu jamaa kashanigongea muhuri ambao sio sahihi. Na nilipokuwa namuuliza maswali, yeye alikuwa ananiambia tu bwana, mimi nishakugongea, huko mbele wewe utajua mwenyewe. Na baadhi ya abiria wenzangu nao walikuwa na complain swala hilo hilo. Sasa mimi nikaa pale nishachanganyikiwa kwamba inakuwaje boda nyingine huko navuka vipi. Basi nikawa naomba Mungu. Lakini akili yangu ikanipa kwamba nikifika Harare niombe msaada pale wanipeleke hata polisi ili nikatoe ripoti. Nilipofika Harare pale tulifika usiku kama saa 9:30 hivi. Kabidi nipumzike sehemu kwanza.
Baada muda ulivyokuwa umeshakucha vizuri, baadhi ya ofisi zikawa zimefunguliwa za mabasi, nikaenda kuongea na konda wa basi lingine, kwa sababu yule alipotushusha tu ile basi tulilotoka nalo Cape Town, tulipofika pale alitushusha tu wakaondoka zao, na maana hatukujua tena ofisi yao ilipokuwa iko wapi, na wakatuacha kama tulisema tumetuacha Soremba. Basi nikaona hapa mimi nijiongeze, nikaenda kumwelezea konda basi lingine ambalo litalichukua kutoka Harare, mimi kutoka Harare mpaka Lusaka. Nikamwelezea bwana ilivyokuwa, akanambia bwana, hapa cha msingi mimi nakusaidia, twende police station pale pale Harare, kuna police station ndogo pale. Akanichukua akanipeleka mpaka pale, akamwelezea polisi ilivyokuwa. Polisi akatambia hapa bwana, mimi cha kuwasaidieni mwende Chirundu pale watawageni affidavit kutoka kwa polisi ambao wako boda pale, tutawaelezea, watatugea karatasi ya kunisaidia mimi kuvuka boda kufika Tanzania. Tulifanya hivyo kama alivyoniuliza, kwa sababu aliniuliza pale, passport namba yako unaijua? Nikamwambia mimi picha yenyewe, picha nilipiga kwenye simu yangu ninayo. Akaniambia basi hiyo picha mtumie huyu jamaa, namba ni hapa. Nikamtumia yule jamaa, akanitengenezea kibali kule. Kipindi hicho ndo tayari safari ishaanza, tuko njiani, yeye akawa anaendelea na processes zingine za kunitengenezea hiyo affidavit. Basi nimefika pale Chirundu, nikaikuta karatasi yangu pale, nikavuka. Unajua kusaidiwa lazima kidogo ujiongeze. Pale kuna kitu kidogo niliwapa pale ili wanisaidie. Basi nikafanikiwa, nikatoka pale Chirundu tukaingia Zambia. Safari iliendelea, walikuwa so usumbufu sana, yani kwamba labda walikuwa kuna vipingamizi barabarani, ilikuwa hapana, hamna vipingamizi sana. Mpaka tumeingia Lusaka ilikuwa usiku na vile vile. Tumefika pale Lusaka, kwa kuwa mimi nilikuwa balance yangu kidogo kwenye hela ilikuwa na dola 1000 na nilikuwa na randi nyingine ilikuwa kama shilingi 700 hivi. Kwa hiyo nikaona hii hela mimi haitonitosha kwenda kulala guest, ilibidi nilifika pale Lusaka tu nikalala kwenye basi. Nikalipia tiketi kutoka Lusaka mpaka Dar es Salaam. Walinichaji pale ilikuwa kama ni 1000 aliniambia na 100 kwacha. Nikalipa hiyo, wakanipa tiketi. Tukaingia kwenye basi tukawa tumelala asubuhi ilipofika saa 11:30 safari ikaanza. Hapo na affidavit yangu mfukoni, ambayo ndio nilikuwa naitegemea itafanya wepesi wa kuvuka kama kibali changu. Umefika kuna eneo linaitwa Kapirimposhi Zambia. Kapirimposhi pale tukastopishwa, inaitwa Kapirimposhi checkpoint. Wakatustopisha pale basi, kana kukagua passport. Mimi nilipofika kwangu nikawaonyesha ile karatasi affidavit yangu nikawapa. Akaniambia hii karatasi sisi hatuitambui, shuka kwenye basi. Basi ikabidi nisiwe mbishi sana. Nikashuka kwenye basi. Nikakutana na wenzangu pale walikuwa kama 8 au 9 hivi, wengine ambao washakamatwa. Kulikuwa kuna Wakongomani, kuna wa Rwanda. Sasa pale tukawa watu wengine wa Kiswahili wanakijua, tukawa tunaongea, jamani tufanyeni mpango hapa tujiongeze, tumalizane nao hao jamaa, tuachie tuondoke. Tukawauliza hiyo swala, wakatuambia bwana, hapa hakuna chochote kitachoendelea, hatuhitaji pesa, hatuhitaji nini, nyinyi mnaenda zenu mahabusu moja kwa moja. Tulabembeleza sana lakini walikataa kata. Basi tukaomba dua, tulitakalokuwa mbele huko tutabidi tulifesi, hamna jinsi. Wakatuchukua pale kwenye gari yao mpaka wakatufikisha kwenye kituo cha Kapirimposhi. Kufika pale nimekaa pale siku 4 pale kituoni, kwa siku 4. Wakanichukua tena wakanipeleka mahakamani, ilikuwa tarehe 13. Hapana, ilikuwa tarehe 12. Walinipandisha mahakamani, wakanisomea kesi pale, nikakubali. Kweli mimi bwana nilikuwa nimevuka boda na
na affidavit. Lakini affidavit yangu sasa, cha ajabu, immigration hawakuipandisha pale kwenye kesi yangu, yani kwenye doketi langu hawakuiandika kama huyu jamaa alikuwa na affidavit. Walitupa sijajua, walificha sijajua, lakini pale wameandika kwamba huyu jamaa amevuka boda bila kibali chochote. Sasa mimi nikauliza maswali, mimi nilivuka na affidavit hapa, iko wapi? Sasa wakaniambia process itakuwa kubwa, kwa sababu hiyo affidavit sijui kama walitupa au waliichana. Kwa hiyo ina maana walitakiwa wafanye investigation ya uchunguzi kama kweli nilikuwa na affidavit au nilikuwa sina. Lakini sasa hilo swala kwamba wao walichoamua kunifanyia kesi yangu ni kuniandikia kwamba nilikuwa sina kibali chochote. Kwenye kesi mimi nibidi nikubali tu bwana, mimi nimekubali, nilikuwa sina jinsi, nimekubali, nimeingia bila kibali chochote. Lakini moyoni nilikuwa najua kabisa kwamba ile affidavit ile ilikuwa inanisaidia mimi kuvuka pale, lakini waliificha. Sijajua kwa lengo lao lilikuwa ni nini hasa kuificha ile affidavit. Basi bwana, ikafika kipindi nikasomewa shitaka, nikaambiwa bwana, wewe utarudi tena kesho kwa judgment, kwa ajili ya judgment. Na maana kwamba nilikuwa ni tarehe 13. Nikarudi tena pale kwenye judgment kesho yake ambayo ni tarehe 13. Nikapewa pale bwana miezi 2 jela au nilipe faini 8 pin ambayo na kitanzania ni sawa sawa ni 800,000 ya Kitanzania. Basi tukarudi mahabusu. Kurudi mahabusu nikawa naomba mawasiliano pale ili niwajulishe ndugu zangu, kwa sababu nilikuwa kwenye kichwa changu namba nilokuwa nayo ilikuwa ni ya mama peke yake. Lakini sasa nilichanganya namba ambayo ilikuwa ni namba ya mama yangu, ilikuwa ni 0717 58 22 72. Sasa mimi pale kwenye 58 pale nilikuwa nimeweka 54. Kwa kila ile namba kila nikiipiga pale nilio kituoni pale nilikuwa siipati hiyo namba, ilikuwa haipiti. Basi siku nyingine iliyofuata akatuchukua pale akatupeleka jela. Jela leo tupeleka ni inaitwa Mukobeko Medium Prison ambayo ipo Kabwe. Kama unatokea Lusaka ukifika pale Kapirimposhi, ukifika Kabwe, sio Kapirimposhi, Kapirimposhi iko mbele. Ukifika Kabwe pale upande wa kushoto kuna njia inakunja upande wa kushoto, ndio huko prison ilipo. Kama ukiwa unatokea Nakonde ipo upande wa kulia, kuna njia ukishapita Kapirimposhi mbele kuna Kabwe, upande wa kulia ndio huko gereza ambalo ndio nilipokuepo. Na huko kwenye doketi langu mimi niliandikisha majina yangu yote kamili ambayo ni Nasim Mshamu Mtomboka. Sikubadilisha jina wala sikuchange chochote. Nimefika pale jela, nikaitwa siku ya pili yake. Baada ya kufika pale nikaitwa siku ya pili yake kwamba wanakuuliza, je, unaweza kulipa faini au utasave sentence? Mimi hapo niliona kwa sababu hii miezi 2 sio kitu, mimi naweza nikasave hii, nikimaliza hiyo 800,000 nimeisave na ondoka zangu nyumbani. Nikamwambia mimi kulipa faini sina pesa ya kulipa, ila nitasave sentence. Akaniambia basi sawa, nikasaini. Vitu vyangu ilikuwa ni mabegi 3, moja lilikuwa lina nguo, moja lilikuwa lina viatu, lingine lilikuwa begi tu ambazo na shati tu vile vitatu ambao vya kuchange nikiwa njiani. Unajua safari zikisha unatoka South Africa kuna zile plastic nyeupe zile wanazungusha kwenye mabegi zile. Kwa hiyo ikawa ipo Kapirimposhi Immigration Office. Nikawa nimeka mabegi yangu hapo. Nikaacha simu 2 ambayo ilikuwa ni P20 Huawei P20 Lite, nikaacha na Samsung. Nikaziandikisha pale na nikaacha hela zangu. Ilikuwa na dola 1000. Na ile hela ambayo nyingine nilikuwa na rand ile ilikuwa 700, nilitumia haikubaki nyingi sana kwa sababu kulikuwa nilivyokuwa naandikiwa ile affidavit ile, kuna hela pale nilitoa kama 500 hivi, nikabaki na 200 rand. Kwa hiyo ile hela sikuiandika. Ila pale niliacha 1000 dola na hizo simu zangu 2. Nikamwachia pale, kuna huyo afisa ya immigration anaitwa Banda, Mr. Banda, namba aliandikishia vitu vyangu ambavyo nilivyoviacha pale. Baada ya kuniandikishia vitu vyangu, lakini sikuwa na uhakika kwamba huyu mtu kweli ameniandikia, kwa sababu kwenye simu niliona kaandika jina langu na akaniambia bwana, saini hapa kwenye simu zako. Nikasaini.
na upande wa hela akaandika pale juu ya, kwa sababu kuna wanaweka kwenye katikati ya karatasi wanabana na stapler ile, alafu wanaandika jina lako juu. Lakini kumbe kuna register nyingine ambayo unatakiwa ya pale pale ofisini, kuna daftari lao inabidi nao waandike vile vile vitu vya huyu mtuhumiwa. Lakini huko nyuma kumbe hakuandika zile hela ambazo nilizoacha, aliandika simu tu mbili. Hizo hela zangu sijui kama alichikichia, sijui kama alifanyaje, lakini kwa ukweli mpaka sasa hivi zile dola zangu 1000 sikuzipata mpaka hapa ninavyoongea. Nikaenda mpaka jela. Jela nimekaa miezi miwili, nimemaliza pale, ila walinipunguzia siku. Nilisave sentence pale 1 month and 2 weeks. Baada ya hapo tukawa tunasubiria usafiri wa kutusafirisha. Gari ya kwanza inafika pale, mimi nimemaliza, nimebakisha siku 4 za kumaliza sentence yangu niondoke nyumbani. Gari ya kwanza inaondoka pale, imeniacha. Nimebakisha siku 4 tu nimalize sentence niende nyumbani. Gari imeniacha ya kwanza, kabidi nisubiri gari ya pili. Wenzetu wameondoka, ilikuwa ni tarehe 21 ambayo ni basi la kwanza limeondoka tarehe 21, ilikuwa ni Disemba 2024. Baada ya wale kuondoka, ilifika Christmas nafikiri. Baada ya Christmas ikatokea tatizo pale prison, kwamba kuna watu walikuja usiku. Ilikuwa kuna kipindi cha mvua, ilikuwa inanyesha mvua mara kwa mara, yaani wiki nzima ilikuwa inanyesha mvua. Kuna watu walikuja ambao hawafahamiki, wamekata senyenge za jela, wameingia kwenye ofisi ambazo vimehifadhiwa simu zetu. Mimi nikiongelea watu wengine, sababu mimi simu zangu sikuziacha pale, mimi zangu niliacha immigration office. Kwa hiyo pale prison pale kuna baadhi ya watu wa Tanzania, kuna wa Burundi, kuna wa Kongomani, wa Rwanda, waliacha vitu vyao mule kwenye ofisi za prison. Walivunja watu usiku, wakaingia ndani, wakaiba simu kama 37 hivi. Kuna hela zilikuwa nyingi tu, sababu kuna mwingine alikuwa anakuacha 2000, kuna mwingine alikuwa anakuacha 7000, kuna mwingine alikuwa na dola 700 ambao nao walikuwa ni wa Somali. Kuna mwingine alikuwa anakuacha 5000. Yaani ni hela nyingi sana zile pale ziliibiwa, na baadhi ya nguo. Baadaye tukaenda tukakomplain sana kwa officer in charge. Bwana, hapa imekuaje? Mtu anakuja jela, anakuja anavunja, anaiba. Huyo mtu anajiamini vipi mpaka huyo mtu anafanikiwa kuiba huku na kuondoka na vifaa vyetu? Kwa hiyo nayo ikatokea ugumu kutokana na kutuchukua kutusafirisha tena kuturudisha majumbani mwetu. Hiyo nayo ilikuwa ni changamoto. Walikuwa wanaogopa kwamba tukifika boda tunaweza tukaenda kulalamika, na hiyo ndio ilikuwa plan yetu. Ni ukweli, kwa sababu tukifika boda tuwezi kukaa kimya, lazima tuambie nini kilichotokea nyuma yetu, kwa sababu tumeonewa. Sisi tumekubali vifungo, tumefungwa sawa, tumesave sentence zao, tumekaa jela na mnatuibia tena humu jela. Kwa hiyo ni kitu ambacho akileti picha nzuri. Kwa hiyo badala ya hapo mimi tukaona sasa hapa kinachoendelea, wengine wanakuambia kwamba amini hao officer in charge na baadhi ya maofisa wengine wanakuambia bwana, hao wana complain ya vitu vyao vimeibiwa, inabidi wakae wasubiri investigation ya polisi. Kwa hiyo inabidi ukae tu jela usubiri mpaka pale uchunguzi wa polisi utakapofanyika. Haijulikani ni muda gani, kwa sababu pale kama mimi binafsi nilikuwa nimepewa mimi nilipewa miezi miwili, nikasevu miezi 4, na maana ni double save. Miezi miwili nilimaliza, nikamaliza na miezi miwili mingine na kusubiri usafiri. Kuna wengine nimewakuta pale na alikuwa amepewa miezi 3 na ka double save vile vile miezi 3 mingine, kwa hiyo jumla nikawa ni 6. Kwa hiyo ikawa ni purukushani baadhi ya sisi wageni na viongozi pale wa jela pale. Kwa hiyo tukawa tunaulizia maswala hayo, inakuaje. Kuna Wakongo wengine ambao walikuwa wanalipa faini na transport yao, kwa sababu pale ukishalipa faini hawawezi kukupeleka bila kulipa wewe mwenyewe transport yako, lazima uwe na hela nyingine ya kulipa usafiri. Kwa hiyo kuna baadhi pale nao vitu vyao vilipotea, walilipa faini, wakalipa na transport, wakachukuliwa wakapelekwa kwenye mipaka yao, ambao walipelekwa Kasumbalesa. Baada ya kufika Kasumbalesa, wale watu wakawachenjia kama bwana, hawa jamaa tumelipa faini zao na tumelipa transport yetu, lakini mali zetu tulizoziacha pale zimeibiwa. Kwa hiyo wale immigration pale wakakamatwa na polisi wa boda pale Kasumbalesa, wakaambiwa hapa hamwezi kurudi kwenda kokote mpaka hivyo mali za hao watu zirudishwe, sababu walikuwa ni Wakongo wawili. Mpaka hizo mali za watu hawa zirudishwe, tunawaachia hapa, mrudi kwenye nchi yenu.
Nahisi walilipa wale jamaa kwa sababu waliporudi walikuja kucomplain sana. Oh bwana, watu kwa report tukienda kuwapeleka kwenye mipaka yao wanaenda na complain huko sio nani na nini. Kwa hiyo ile pale ilikuwa imetokea wakati mgumu sisi kupata usafiri kwa haraka, kwa sababu kama pale mahabusu wote tuseme ni wafungwa, sio mahabusu tena, ni wafungwa wote hawaruhusiwi kuongea na simu. Mimi hicho kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza sana na mpaka ilikuwa kimenikondesha mpaka nikadhoofika kiafya, kwa sababu nilikuwa sina njia yoyote ya kupiga simu. Sasa kwenye simu ya mama yangu nilikuwa napiga ile namba mimi badala ya 071758 mimi pale kwenye 58 nilikuwa naweka 54. Kwa hiyo namba nilikuwa siwezi kumpata na wala sikupata mawasiliano na mtu wote, na kwenye kichwa nilikuwa na namba moja tu ambayo ni ile ya bi mkubwa. Sasa nikawa sina jinsi, kwa changamoto ilionikuta hiyo, sikuweza tena kufanikiwa kuongea na familia yangu, kutoka na kila ukienda ofisini kuwaulizia nakwambia hapa simu huwezi kupewa, haruhusiwi mahabusu wote kuongea na simu. Kwa hiyo nilikuwa tuna serve sentence kwa wakati mgumu, kwa sababu jela bwana, kiufupi jela inajulikana ilivyo kwamba kuna punishment tofauti tofauti. Kula ilikuwa tabu, vile vile mavazi nayo ilikuwa ni mtihani, lakini tulikuwa tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu na mambo mengine yakawa yanaendelea. Sasa baada ya hapo ikafika kwenye wakati wa sisi kucomplain kutupeleka majumbani mwetu. Tumecomplain sana toka Januari, sababu watu tuliobaki tulikuwa wengi sana, almost tulikuwa kama 50 na kitu hivi. Kwa hiyo wao kwenye target yao walikuwa wanatakiwa wasubiri watu 80 na kwenda juu ndio watupeleke nyumbani. Kwa hiyo tukawa tuna complain pale kila siku, baada kila kukicha tunamsumbua officer in charge. Officer in charge ilibidi awaite wale immigration kuja pale, akatambia sisi hatuwezi kwa report kwao kwa sababu kuna vitu vyao wanadai, na maana hivyo vitu vyao wapewe kwanza, sisi ndio tuweze kuachukua tuwarudishe majumbani mwao. Sasa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana na ilituweka muda mrefu pale, kwa sababu tukaendelea kukoroma pale kutokana, jamani, tukakaa chini kama sisi wageni tuliokuwa kwenye kundi letu, tukamwambia jamani, hapa tunaweza tukakaa miaka kibao, kwa sababu wenzetu tuliwakuta kabla ya sisi wanatuambia hapa, jamani, msipo onyesha kwamba nyinyi hivyo vitu hamvihitaji nitakaa sana, sababu kuna watu tumwakuta pale wamekaa mpaka wamekata matumaini ya kwenda majumbani mwao. Tukakaa basi kwenye kundi letu lile la wafungwa, tukama jamani, sisi hapa tuambie tu bwana, hizo simu, hela walizoiba, nguo, sisi hatuvihitaji, tunahitaji tu watupeleke makwetu. Wakaita kikao, tukaongea na ofisa in charge. Ofisa in charge akapiga simu immigration. Huo sasa ulikuwa ni mwezi wa 3 sasa hapo. Kwenye tarehe kama tarehe 18 ilikuwa kitu kama hicho. Akaitwa akaja pale prison, tukaongea naye, akatuambia bwana, sisi tulikuwa tunahofia kutokana na mipakani mnavyotufanyia kwamba tukifika mnalalamika kwamba vitu vyenu vimeibiwa, na sisi hatuwezi kuachukua bila vifaa vyenu, amini vitu vyenu kukamilika, lazima mkabidhiwe vitu vyenu ndio turudishwe majumbani kwenu. Tukamwambia bwana, sisi bwana hatuna hata haja na hivyo vitu, naomba tu mtupeleke majumbani mwetu kwa sababu tushachoka haya maisha ya jela. Akatuambia basi hamna shida, haya atafanya mchakato kwa sisi wa kutusafirisha. Pale tarehe 21 ilikuwa Jumamosi 2025 mwezi huu basi likaja, akatuandika majina pale, akatuchukua, lakini bado akawa anatusisitizia kuhusu vitu vyetu tukifika boda. Basi tukaanza safari, tumefika Kapirimposhi, ambao pale kuna ofisi ya immigration, ambapo niliacha mabegi yangu pale na zile langu na zile simu, sababu hawakuweza kuvileta vile vitu kwa wakati mmoja, yaani kuvileta pale prison. Kwa ilikuwa ni njia moja ambayo tunaopita, tunachukua vitu vyetu juu kwa juu, tunaondoka. Tumefika pale, baadhi ya watu tulikuwa kama watu 15 hivi. Kila mtu anaenda anachukua vitu vyake, kirudi mtu anakupa story, bwana mimi bwana nimepata hiki na hiki, kitu fulani kimepotea. Nikawa nasubiri na mimi zamu yangu ndio kwa nimepoteza nini. Nimefika zamu yangu, nimeenda pale, mabegi yangu nimekuta yako salama, vitu vyangu vyote viko safi, simu zangu mbili wamenigea. Kwenye pesa ndio kipengele. Jamani, pesa zangu vipi? Anambia bwana, pesa zile ulizoziacha hapa bwana hazikuandikwa kwenye buku. Kwa hiyo sijui hapo utafanyaje. Kama inashindikana hapa inabidi tu usubiri mpaka uchunguzi wa polisi utakapofanyika. Yaani wananigea vikwazo vigumu ili mradi tu niseme jamani, ni hiyo hela mimi nimeshaisamea, niacheni tu mimi niende nyumbani. Na nilikuwa sina jinsi. Niliwaambia kama hivyo nilivyokuwa nimefikiria. Jamani, mimi bwana, kama hizo hela zimepotea, hela zinatafutwa. Kwa hiyo mimi nachoomba tu nifike tu nyumbani, kwa sababu nilikuwa
nikisema ni complain zaidi, nilikuwa narudishwa tena prison tena nisubirie uchunguzi wa polisi. Kwa hiyo dola zangu 1000 zimepotea kwa staili hiyo. Dola zangu 1000 zimepotea kwa staili hiyo, na baadhi ya wengine walikuwa wanalialia wanagoma goma pale, wakaambiwa bwana wafanye mpango nao vile vile wamejibiwa kama mimi nilivyojibiwa, wasubiri pale pale jela, wasubiri uchunguzi wa polisi ufanyike. Basi wengine tumerudi kwenye mabasi tukakubali tu, lakini tumerudi, wengine tumejikaza, wengine walikuwa wanalia, wengine machozi yanawatoka. Basi pale ilibidi ndo tuanze safari kuturudisha majumbani mwetu. Tumefika Nakonde, ilikuwa tarehe 22 ya tumefika pale Jumapili Nakonde asubuhi pale. Tumefika Nakonde pale, mmetugea vitu vyetu. Baadhi ya wengine pale boda ameanza kucomplain kwa sababu unatoka usaini alafu wakupe kwamba kuna baadhi ya simu ulizokuwa unazo, sababu simu aligoma kutogea kipindi tunatoka Kaperi Mposhi. Vitu vyetu vyote hawakutogea mpaka wanasema tutageni vitu vyenu mkifika boda. Kwa hiyo sikujua plani yao ilikuwa ni nini. Sasa tumefika pale boda, tumeandikishwa, wengine wamesaini, wamekubali kutoka, wengine ambao walikuwa ambao tulikuwa wa kwanza ni wa Tanzania. Tulikuwa sasa wa Tanzania kama 9 hivi. Tukatolewa, tukaambiwa nendeni kwenye ofisi ya interview pale, tukapelekwa kule, tukaongea na mkuu na polisi officer of immigration wa kwetu, tukaongea naye pale, akatuuliza maswali mawili matatu, akaturuhusu tuondoke. Lakini hata hivyo tulicomplain kwamba bwana, kuna vitu vyetu tulivipoteza. Kama mimi nilikuwa nimepoteza dola 1000, kuna wengine walikuwa wamepoteza hela zao nyingine, kama wengine ilikuwa 2000, wengine ilikuwa 5000 ambazo ni kwacha, sio dola. Sasa mimi kwa wakati huo tena nilikuwa nishachanganyikiwa, nilikuwa sina jinsi ya kufika nyumbani. Lakini kuna ndugu yangu mmoja ambaye ni Mganda, tulikuwa mule ndani tunaenda kama viongozi wa Waislamu, kwa sababu ndo mimi nilichaguliwa kama kuwa chief imamu, yeye ndo alikuwa second chief imam, second imam. Kwa hiyo alikuwa ni imamu mwenzangu msaidizi. Kwa mimi prison yote nilikopo mimi ndo amenichagua kiongozi wa kuwa kuswalisha pale msikitini. Kwa hiyo kwa kipindi hicho nilikuwa na swali na tunaswali pale vizuri, na Ramadhani tulianza kufunga mule kwa sababu tulipata bahati kwa sababu kulikuwa kuna watu kutoka Lusaka na kutoka Kabwe. Waislamu walikuja pale kututembelea, wakatuangalia idadi yetu tuliokuwepo, wanafunga Waislamu wangapi, wakatuletea michele pale, wakatuletea unga, wakatuletea mafuta, wakatuletea sukari, wakatuletea chumvi. Kwa hiyo tulikuwa tunafunga kwa kupitia hiyo futari ambayo walotuletea. Tukakusanya wote selo moja, tulikuwa kwenye selo, tulikuwa watu kama 12 Waislamu. Kwa hiyo tukakusanya selo moja, tukaweka kwa sababu tufanyie wepesi wa kufanya ibada zetu na kufuturu vile vile na muda kufanya kuswali tarawehe. Kiufupi yani kuiendesha Ramadhani jinsi ilivyokuwa kama tunavyoendesha nje. Basi ndio ilivyokuwa hivyo ndugu zanguni. Bwana, Kaperi Mposhi ni sehemu ambayo moja ngumu sana kupita. Kaperi Mposhi ukipita pale ukisema hata uwape dogodogo, wale jamaa hawataki kusikia, na nasikia operation yao hiyo ni kwa ajili ya huyu rais anayekuja mpya. Yaani sasa hivi ni msako by msako, gari lolote lile linalopita, sio basi, sio gari ndogo, sio gari ya raia, gari yoyote inayopita pale hata ndogo. Sababu kuna Mtanzania mwenzangu mmoja alikuwa anaitwa Hospital, akamatwa yeye kwenye gari ndogo, zile taksi za ububu zile, akamatwa kwenye hiyo taksi ndogo hiyo, ameni kwenye hiyo gari ndogo. Kwa hiyo haijalishi unapita kwenye usafiri gani, wakikukamata hapo ni jela straight. Ndugu zanguni, wana TCC wenzangu, kwa ushauri tu kwamba ukitaka kupita Lusaka au kupita boda ya Zambia, jipange ndugu zanguni. Ukishakuwa labda unataka kupita tu njia za panya hizi, wakikukamata ndugu zangu, wale jamaa wana roho mbaya, wale jamaa wanafunga, wale jamaa hawana utu. Sisi tulikuwa tuna complain, walikuwa wanatuambia kabisa, nyinyi mna complain na shule ni Tanzania au nchini kwenu, hii ni Zambia. Na ukifanya masiala humu wenyewe wanakuambia utatandaula, ndio lugha yao kubwa ambao wanaozungumzia, utatandaula. Sasa kwa sisi ambao tulikuwa hatujaipenda hiyo lugha, tulikuwa tumelizoea hilo swala hilo, ni neno hilo ambalo lilikuwa jepesi kwetu. Yaani ina maana kwamba hapa wanakuambia hapa mtakaa mpaka mtaoza.
Yaani wale jamaa hawana dogo kwenye kitu kidogo ambacho unapita nacho. Ameni kama ni pasipoti ina matatizo na overstay au una pepa ambayo kanjanja, mambo yako yaeleweki pale, unakwama. Kiukweli ndugu zangu ni wana TCC, mimi sikubeba aina yoyote ya drugs. Sikuwa na kesi ya aina yoyote ya drugs, na wala sikubeba hata kitu kimoja kinachohusiana na crime. Shida yangu mimi ilikuwa ni hiyo tu. Hiyo karatasi nilovukia nayo ndio ilikuwa ni tatizo langu, ni hilo tu. Sikuwa na tatizo lingine lolote, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wananiashumu kwamba hayo mabegi yako mbona yamefungiwa hivyo nini hizo tuseme hizo plastiki zimezungushwa hivyo, kuna nini huko kwenye mabegi? Nikamwambia huko kwenye mabegi huko hamna tatizo lolote, kama mnahitaji mimi nawafungulieni hapa, mnakagua, mnaangalia kila kitu, hamna drugs huko. Nikamwambia sijabeba drugs. Hauna TV, laptop na nini? Nikamwambia sina laptop, sina nini. Yani hayo maswali mnaniuliza hayo, mimi hapa nilifungue ile begi muangalie, mkague kila kitu. Nikamwambia basi ache hivyo hivyo, hamna shida. Lakini ndugu zanguni, nilipofika Tanzania, yule ndugu yangu Mganda ndo alionisaidia mpaka nimefika Dar es Salaam, kwa sababu yeye kidogo alikupa na hela yake, alibahatika hela yake ilipona, haikuibiwa, hela yake ilipona, na kuna baadhi ya hela alikuwa ameweka kwenye simu. Ndio hiyo ambayo tulipofika boda pale akanitolea pale 100,000. Tulikuwa watu watatu, kwa hiyo akaniruhusu mimi na mshikaji wangu mwingine tuende, yeye atasubiri, atapiga simu nyumbani, watamtumia tena hela nyingine, atakuja yeye siku inayofuata. Na hapa tunapoongea jamaa yule Mganda yupo nyumbani, na mama nilipompigia simu alikuwa anasema huyu mtu inabidi mimi nionane naye. Kwa hiyo mtu alionifanyia yuko nyumbani mpaka sasa hivi ninapozungumza hapa. Kwa hiyo ndio nilikuta majanga ndio hayo ndugu zanguni. Sina kingine ambacho nilichokuwa nacho au labda ninacholalamika kitu gani kingine. Yaani hela yangu tu, dola yangu 1,000 ndio inaniuma sana, kwa sababu wale jamaa wamenizulumu. Si kwamba labda ile hela imepotea tu hivi hivi, wametuzulumu watu wengi sana. Kapili Mposhi sio sehemu ya kupita, na ni Watanzania wengi wanakwama. Nimekutana na watu wa Joburg, nimekutana na watu wa Port Elizabeth, wengi nimekutana nao, na Wakongomani ambao wanatoka South Africa nao ni wengi wanakwama pale. Kwa hiyo ndugu zanguni, ukiwa unataka kupita Lusaka, Zambia, tujipange, na ukiwa unataka kufanya vile ambavyo unavyojua wewe, omba Mungu tu akupitishe salama, lakini ni pagumu. Zambia hakufai. Yaani mpaka hapa ninapozungumza hawa jamani, yani nimewachukia wote, hadi raia wake, kwa sababu nao ukiwa una complain mimi nataka kuondoka, nakwambia kabisa hapa inabidi ulipe hela. Kama hamna hela mtateseka hii Zambia hii. Yaani wanajiproud, wanajivunia nchi yao kwa mambo yanayofanya. Yani ni watu ambao kama wanyama tuseme, hawana utu. Ninashukuru sana Watanzania wenzangu kwa kipindi hiki kigumu nilichokuwa nacho, kwa kuonesha umoja wenu. Nawashukuru sana, na mama yangu kafurahi sana. Na hapa nilipo mama yangu ananipigia simu, ananiambia wewe, nataka niongee na kiongozi wa Cape Town huko, ampe shukrani zake za jitihada za kunitafuta mimi na kutoa taarifa kwenye magrupu tofauti ili kuangalia uwezekano gani mimi kuweza kunipata kwenye tatizo lililonikuta, lakini bahati hazikufanikiwa. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba sina kingine cha kuwalipa ndugu zanguni. Nashukuru sana Watanzania wote kwa ujumla na viongozi wangu kwa umoja mlionionyesha. Sina cha kuwalipa zaidi ya Mwenyezi Mungu atawalipa kwenye baraka zenu. Mwenyezi Mungu atawaongozea, na Mwenyezi Mungu awaepushe na kila lililo baya, awajalie maisha mema. Nashukuru sana ndugu zanguni, sina kingine cha kuwalipa zaidi ya hicho. Umoja wetu ndio nguvu yetu, na umoja wetu ndio utaifa wetu. Nashukuru sana Watanzania wenzangu.